BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo, sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi bila pengo Uluwa na kuletea taarifa kamili kwa muda tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Nao ni mtasari wa habari. DRC. Katika Kivu ya Kusini, hali ya usalama imeendelea kuzorota huku taarifa zikisema kuwa maeneo ya Kamituga, Shabunda na Mwenga yako chini ya udhibiti wa makundi ya wazalendo. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuibua hofu kubwa. Taarifa rasmi kutoka mji wa Kamituga, jimbo la Kivu Kusini, zinaeleza kwamba wananchi wamewekewa marufuku ya moja kwa moja kutoandaa maandamano, mikutano ya hadhara au mikusanyiko yote ya barabarani. Taarifa hiyo inatoa onyo kali kwamba yeyote atakayekaidi amri hiyo na kuonekana akishiriki maandamano anaweza kujikuta kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha. Onyo hili linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama inatarajiwa kuwa ya dharura na yenye vitisho vikubwa. Vile kumekuwa na lawama nzito zikielekezwa kwa baadhi ya wanajeshi wa FARDC wakihusishwa na kuleta hali ya machafuko kwa vitendo vinavyodaiwa kuendeleza utovu wa nidhamu na kuzidisha hofu miongoni mwa wananchi. Madai hayo yamechochea mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya vyombo vya usalama na jukumu lao la kulinda raia, huku wengine wakieleza wasiwasi kwamba migongano ya ndani inaweza kuharibu mshikamano wa kitaifa. Kwa upande wa makundi yenye silaha yanayojitambulisha kama wazalendo, kauli yao imekuwa ya msimamo mkali. Wametangaza hadharani kwamba maeneo ya Kamituga, Shabunda na Mwenga yako kikamilifu chini ya udhibiti wao. Kauli hiyo inajirudia mara kadhaa na imeambatana na alama za ushindi na moto, ishara ya kujiamini na pia onyo la moja kwa moja kwa wale wanaoweza kupinga. Katika ujumbe wao, wazalendo wameeleza kwamba mji wa Bukavu sasa ndio lengo kuu la mapambano yao. Wameonya wakazi wa Bukavu wajipange ipasavyo kwa sababu kwa maneno yao hakutakuwa na usiku wala mchana wa amani. Vita vitakapowasili kila mmoja atashuhudia. Hii ni kauli nzito inayozua taharuki kubwa katika jamii, kwa kuwa Bukavu ni kitovu cha kiuchumi na kiutawala katika Kivu ya Kusini. Na ni makao makuu ya mkoa. Aidha, makundi hayo yamesisitiza kwamba hayana hofu mbele ya mapambano, yakitangaza wazi kuwa vita ni jambo lisiloepukika na lazima kieleweke. Matamshi haya yanatafsiriwa kama tamko la kutokuwa tayari kurudi nyuma, jambo linaloongeza wasiwasi juu ya uwezekano wa kuzuka kwa mapigano makubwa. Wakazi wa Bukavu pamoja na familia zao wamehimizwa kujipanga kwa hali yoyote ile. Onyo limeelezwa wazi kwa wazi vijana na jamii kwa ujumla, likiwataka kuwa tayari kwa kinachotajwa kuwa mapambano makali ya kuamua hatima ya eneo hilo. Sambamba na vitisho hivi, kundi la wazalendo limeendelea kutumia mitandao ya kijamii, matangazo ya moja kwa moja kupitia kurasa zao za Facebook, wakiahidi kujibu maswali na kutoa ufafanuzi zaidi kwa wafuasi wao. Hatua hii ya kutumia mitandao ya kijamii inaonyesha jinsi teknolojia imekuwa nyenzo ya vita vya kisaikolojia na ya kuhamasisha wafuasi katika vita vya kisasa. Kwa jumla, taarifa hii inaonyesha kwamba hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuingia katika hatua ngumu. Bukavu kama mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini upo katika tishio la moja kwa moja, huku raia wakihofia uwezekano wa kuzuka kwa vita vya barabarani na hali ya ukosefu wa usalama isiyodhibitika. Uchambuzi wa kiusalama na kijamii.
Wataalamu wa usalama wanabainisha kwamba hali hii inapaswa kuangaliwa kwa makini kwa sababu kadhaa. Kwanza, ukosefu wa imani kwa taasisi za usalama. Lawama dhidi ya FARDC kwa kuendeleza machafuko zinajenga picha ya utovu wa nidhamu ndani ya jeshi na kudhoofisha imani ya wananchi. Raia wanapohisi hawana kinga kutoka vyombo vya dola, hali ya hofu na taharuki uzidi. 2. Bukavu kama kitovu cha kisiasa na kiuchumi. Bukavu si tu makao makuu ya Kivu ya Kusini, bali pia ni lango kuu la kibiashara kuelekea Rwanda na Burundi. Ikiwa mapigano yatazuka mno, athari zake hazitaishia tu kwa wakazi, bali pia kwa mzunguko mzima wa uchumi wa mkoa na nchi jirani. 3. Mbinu ya kisaikolojia ya wazalendo. Kutangaza kuwa wako moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii ni mkakati wa kueneza hofu, kujionyesha kuwa na nguvu na kuhamasisha wafuasi zaidi. Hii ni ishara ya vita vya karne ya 21, ambapo mapambano hayafanywi tu kwa silaha, bali pia kwa mawasiliano na taswira ya umma. 4. Athari za kijamii. Wananchi wa kawaida ndio wataathirika wakuu. Onyo la kutoshiriki maandamano linaonyesha kwamba hata uhuru wa kujieleza na kujikusanya sasa uko kwenye hatihati. Aidha, familia nyingi zinaishi kwa hofu ya ghafla kugeuka wakimbizi wa ndani au kupoteza maisha yao. 5. Hatari ya kuenea kwa mapigano. Ikiwa Bukavu itaingia vitani, ni hatari ya kuamsha migogoro mipya katika maeneo ya jirani kama Walungu, Uvira na hata kuathiri mikoa ya Kivu ya Kaskazini. Maoni ya wananchi. Mwananchi mmoja wa Kamituga aliliambia chombo chetu cha habari, hali imekuwa ngumu sana, tumekatazwa kuandamana na hata tunapotaka kutoa sauti yetu tunaambiwa ni hatari kwa maisha. Sasa tunaishi kwa hofu kubwa. Mkulima kutoka Shabunda aliongeza, kusema kweli hatujui kesho kutakuwa na nini. Tunashuhudia askari na makundi ya watu wenye silaha. Tunataka amani, lakini kila siku tunasikia vitisho vipya. Mama wa familia mjini Bukavu naye alisema kwa sauti ya wasiwasi, sisi wazazi tunaogopa sana kwa watoto wetu. Tunajiuliza vita vikifika mjini Bukavu, watoto wetu wataenda wapi? Hakuna usalama tena. Kwa upande mwingine, kijana mmoja wa Mwenga alionyesha mtazamo wa kutogopa. Wazalendo wameamua. Wamesema Bukavu itakombolewa. Sisi vijana tunaona lazima vita vikamilike ili tuwe huru, hatuogopi chochote. Aidha, mfanyabiashara katika soko la Bukavu alisema, mijadala yote sasa ni juu ya vita. Wateja hawaji sokoni, biashara zimesimama. Ikiwa hali hii itaendelea, tutashindwa kuishi. Tunataka viongozi wa kitaifa wachukue hatua kabla hali haijaharibika. Uchambuzi wa maoni ya wananchi. Wasiwasi mkubwa wa raia wa kawaida. Maoni ya wakazi wa Kamituga, Shabunda na Bukavu yanaonyesha hofu ya moja kwa moja juu ya maisha yao, hasa kwa watoto na familia zao. Pengo la imani kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Wengi wanalalamika kwamba hawalindwi na jeshi wala vyombo vya dola, wakihisi kutelekezwa. Kizazi cha vijana chenye msimamo mkali. Maoni ya baadhi ya vijana yanadhihirisha mtazamo wa kupokea vita kama suluhisho, jambo linaloweza kuongeza moto wa mapigano. Athari za kiuchumi. Wafanyabiashara na raia wa mijini tayari wanasema biashara zimesimama kwa sababu ya hofu ya vita, na hali hii inaweza kusababisha msukosuko wa kiuchumi. Kwa jumla, maoni ya wananchi yanaonyesha mgawanyiko wa hisia. Wapo wanaogopa kwa maisha yao na familia zao, lakini pia wapo vijana wanaochukulia mapambano kama njia pekee ya kufikia kile wanachokiita ukombozi. Bukavu sasa inasubiri kwa hofu na wasiwasi mkubwa, huku sauti za wananchi zikionyesha hamu ya amani, lakini pia shinikizo la vita kutoka kwa makundi yenye silaha. Taarifa hii kutoka Kivu ya Kusini ni kengele hatari kwa raia na viongozi wa kitaifa. Onyo kwa wananchi wa Kamituga, lawama kwa FARDC, madai ya udhibiti wa maeneo na vitisho dhidi ya Bukavu.
ni dalili ya wazi kwamba mzozo wa mashariki mwa DRC bado upo mbali na kumalizika. Raia wa kawaida wanasubiri kwa hofu kubwa, huku macho yote sasa yakiwa yameelekezwa Bukavu, mji ambao huenda ukageuka uwanja wa vita wakati wowote. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye kuaminika na zenye ukweli zaidi. Kwa niaba ya timu zima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.